Naam, wana ukuu wa Mwafrika. Ni captain tena Ibrahim Traore ambaye tunasema katika taifa lake wamegundua tena eneo lingine, ili ni mashariki mwa taifa hili la Burkina Faso. Wamegundua tena eneo lingine lililojaa dhahabu. Ili eneo kama linavyoonekana hapa limejaa dhahabu tupu. Na kwa sababu sasa ya utaalamu wa mainjinia wa pale katika taifa hili la Burkina Faso, wamegundua kuwa dhahabu iliyoko hapa ina uwezo wa kutoa tani 400 kwenye hili eneo. Ndugu zangu, ni tani 400 sio jambo dogo. Kumbukeni Colonel Muammar Gaddafi walimuua kwa sababu alikuwa ameweka dhahabu tani 247. Ikiwa ni dhahabu pamoja na almas. Na leo hii unaona Burkina Faso ilikuwa ni koloni la Mfaransa, na Ufaransa pale alipo hana mgodi hata mmoja wa dhahabu. Lakini Ufaransa pale alipo ana tani 2414 za dhahabu alizoziweka kwenye hazina yake. Na dhahabu hizi alikuwa anazitoa wapi? Dhahabu hizi huyu Ufaransa alikuwa anazitoa wapi? Ni Afrika Magharibi. Na tunasema pole sana kwa mataifa ya Afrika Magharibi ambayo bado hayataki kufuata vile Traore ambavyo amefanya pamoja na wenzake. Lakini ashukuriwe sana yule Colonel Mamadi Doumbouya, yule wa Guinea, maana yeye amefuta leseni za makampuni 51 ya uchimbaji wa madini ya dhahabu. Kulikuwa na madini pia ya bauxite nafikiri, na madini gani tena mengine kama madini aina 4 hivi ndani ya Guinea, kwa sababu Guinea iko kwenye umasikini wa hatari wakati taifa ni tajiri. Kwa haya ndio ambayo Traore alikuwa ameyakataa. Na wakati tunaendelea, nipende kukushukuru sana mwanauku wa Mwafrika, kwanza kuendelea kuangalia video zetu na kuendelea kutusapoti, kwa sababu kwa kuangalia video kwako ndivyo unavyotusapoti sisi ili tuweze kuendelea. Kwa hiyo ninawashukuru sana, na kama hauja subscribe ninakuomba uweze kufanya hivyo, uweze kulike na kuweza kupush hizi video ziweze kwenda, kwa sababu lengo ni kupeana elimu, na lengo pia ni Afrika inatakiwa ieleze historia yake yenyewe na sio ielezewe na watu wengine. Ndio maana mnaona tumefocus sana na Burkina Faso, kwa sababu Captain Ibrahim Traore huyu ni alama ya ukombozi. Huyu ni ishara ya ukombozi wa Afrika. Mtu ambaye ameamua kusema sasa inatosha kwa mabeberu. Sasa inatosha kwa ukoloni mamboleo, neo-colonialism. Sasa inatosha kwa unyonyaji ambao mmekuwa mkitunyonya. Ndio maana unaona tunamuongelea sana. Kwa tukimuongelea yeye, manake tumeiongelea Afrika nzima, kwa sababu viongozi pia wanatakiwa wengine wafuate hivyo. Na nimesikia Donald Trump atakuwa na mkutano na viongozi wa Afrika uko Marekani. Nikasema huyu ndo alikuwa anatukana viongozi wetu wa Afrika, hawana akili, ndio maana umasikini unawasumbua, sijui nini. Sasa unawahitaje tena hawa wasiokuwa na akili ili ukae nao? No, wameona ulimwengu sasa hivi, wameona Afrika inahamia kwenye ulimwengu wa mashariki. Ndio maana unaona wanafanya nini? Unawaita sasa viongozi wa Afrika, kwa sababu nadhani hata washauri wa Donald Trump wamemwambia, ukijitenga na Afrika tunaingia vibaya, tunaingia pabaya mno, ukijitenga na Afrika. Ndio maana nasikia atakuwa na mkutano na viongozi wa Afrika. Lakini mimi ningekuwa ni mshauri wa viongozi wa Afrika, ningewaambia wasiende, kwa sababu matusi ametukana matusi mengi sana. Lakini sasa ndivyo hivyo. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Afrika inahamia upande huu wa mashariki, ambako mashariki tunaongelea kuna Urusi, kuna China, mataifa makubwa ya kama Korea Kaskazini, kama Venezuela, kama Irani. Uturuki hatumsomi sana. Uturuki tuachane naye, kwa sababu huyo hatumsomi sana. Lakini mataifa haya matano ambayo nimeongelea. Kwa hiyo unaona sasa, ndio maana watu wa magharibi wana panic. Ndio maana sasa, kama site moja tu kunaweza kukapatikana dhahabu ambayo ni tani 400, na hii dhahabu iko chini ya ardhi ya Afrika. Alafu nenda kaangalia watoto wanaoishi juu ya hiyo dhahabu, angalia maisha wanayoyapitia. Nenda kaangalie elimu hakuna, nenda kaangalie usalama hamna, nenda kaangalie watu wanavyouawa, nenda kaangalie miundombinu hamna. Eti Ibrahim Traore ameingia Burkina Faso, amekuta barabara ya lami kilomita hazifiki hata 1500. Yani kwa nchi nzima ya Burkina Faso hazifiki hata kilomita 1500.
barabara ya lami. Ona, si hizi kwa 2000. Sasa kilomita 2000, hebu niambie, hiyo inakaje? Ndio maana mnaona akanunua matrekta, akanunua na maroli, akanunua makatapila, akanunua vyote kwa ajili ya kutengeneza barabara. Alafu akawapa sasa mainjinia wa Burkina Faso ndio wafanye hiyo kazi. Hajaita wageni kutoka nje kwa sababu anataka maendeleo yote yaweze kutokea ndani ya taifa hili ambalo ni taifa la Burkina Faso. Kwa hiyo hii dhahabu sasa, kama eneo moja huko mashariki mwa Burkina Faso kunaweza ukapatikana site ambayo inakadiriwa kuwa ina dhahabu ambayo ni tani 400, ndio maana unaona ikabidi General Michael Langley aongee kuwa huyu Ibrahim Traore anatumia dhahabu ya Burkina Faso kujinufaisha yeye na sio kuwanufaisha wananchi. Ukweli ni kwamba dhahabu ile inatumika kuwanufaisha wananchi. Hiyo ni propaganda, by the way, tunaelewa. Lakini ni kwa sababu wanajua watakosa hii dhahabu. Na siku zote lazima uelewe, utajiri, ili mtu awe tajiri, ni dhahabu, sio pesa benki. Yaani wewe kama una mapesa mengi, sio bilioni ngapi benki, wewe sio tajiri. Kwa sababu zile pesa sio utajiri ule. Lakini ukiwa na hazina ya dhahabu, ukafungua akaunti ya dhahabu, kwa sababu hiyo inaruhusiwa pia, mtu anaweza kawa na hazina yake ya dhahabu akafungua akaunti yake. Ukiwa na akaunti ambayo wewe unaweka dhahabu kwenye hiyo akaunti, unafuatilia tu pale na gramu ngapi, unafuatilia tu pale na hivi zimefika kilo ngapi, maana kuna watu wale. Unafuatilia sasa, manake wewe utaendelea kuwa tajiri milele. Dhahabu haijawahi kushuka. Na taifa lolote linalojulikana kama taifa tajiri uwaga linapimwa lina dhahabu kiasi gani, kwa sababu dhahabu haijawahi kushuka, ukiachilia mbali na hizi pesa ambazo ni pesa hizi tunasema makaratasi. Yes, ambayo ni pesa makaratasi, unakuta thamani imeshuka. Ndio maana utaambiwa leo dola imepanda, utaambiwa dola leo imeshuka kidogo, sijui, lakini dhahabu haijawahi kushuka. Ndio maana sasa, ili taifa liwe tajiri lazima liwe na hazina yake ya dhahabu. Lazima wawe na dhahabu. Ndicho kitu ambacho Ibrahim Traore ameamua kukifanya hicho. Na ndio maana wakati anaingia madarakani kulikuwa taifa la Burkina Faso halina dhahabu. Mambo ambayo sasa alikuwa anamwambia General Langley kuwa kwanza umedanganya watu. Asema tutumia dhahabu kujilinda. Dhahabu hiyo ilikuwa wapi? Yaani ungesema kuwa Ibrahim Traore amekuta pale kuna tani 100 za dhahabu, ndio ameamua kuzitumia hizo dhahabu kwa ajili ya kujilinda, lakini ni uongo, kwa sababu Traore anataka watu wafanye biashara. Na ukiwa na dhahabu, maana yake kuwa uchumi wa dunia unaposhuka, wewe unachukua ile dhahabu na iuza, uchumi wako unaendelea kubaki pale pale. Na ndio maana unakuta mataifa makubwa kama Marekani, kama Ufaransa au Uingereza ni mataifa ambayo unaona hayashuki, hayayumbi kiuchumi, kwa sababu wana nini? Wana dhahabu. Na kwa bahati mbaya sana mataifa kama Uingereza na Ufaransa, dhahabu hii wameipora katika mataifa ya Afrika. Kumbuka Mwingereza ameitawala sana hii dunia. Kwa maeneo yote yaliyokuwa na dhahabu, Mwingereza ametawala. Ndio mpaka India ilikuwa koloni la Mwingereza. Haya, Mfaransa naye ameitawala sana Afrika, hususan hiyo Afrika Magharibi. Wahuni hawa walikaa wakagawana pale kwenye ile Berlin Conference. Kwa hiyo wakatugawa sisi kama mbuzi tu wakafara hivi. Haya, wewe Ufaransa chukua mataifa 14 hayo ya Afrika Magharibi. Wewe Mwingereza chukua hii huko Afrika Mashariki. Wewe sijui nani Mreno chukua hii kusini mwa Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara. Wewe chukua hii. Kwa hiyo sisi huko hatuna usemi. Lakini inapofika au inapotokea kiongozi akatokea ambaye anasema no, enough is enough, utaona wako bize sana kuja kumtafuta, utaona wako bize sana kuja kumuua huyo kiongozi, kwa sababu wanajua huyu akiwaamsha Waafrika itakuwa ni ngumu kuingia pale. Na wanajua umoja wa Waafrika ni ngumu sana kuuvamia. Na ndio maana unaona wanafanya kila mbinu, wanafanya kila aina ili tu basi ikae namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, ndio maana imebidi sasa sisi hapa hatuachi kuwapa taarifa za mambo yanayoendelea Burkina Faso, kwa sababu Captain Ibrahim Traore huyu ni alama, huyu ni mfano wa kuigwa kwa Waafrika na viongozi wengi wa Afrika ambao wanaona mataifa yao yananyanyaswa, lakini hawana cha kuongea kwa sababu tu ya mifumo ya kikoloni. Lakini angalia pale, angalia Ibrahim Traore anapambana na watu wa magharibi kwa mkono mmoja, na mkono mwingine inabidi azuie watu wake mkono mwingine. Yani ndivyo hivyo. Yani
Ungedhani hawa wangeunganisha nguvu na kumuunga mkono kumbackup Ibrahim Traore ili apambane na watu wa magharibi kutokea uhuru kamili, lakini cha ajabu ni kuwa kwa mkono mmoja inabidi apambane na watu wa magharibi na mkono mwingine awazuie watu wake wasimdhuru. Ndio maana unaona kuna majaribio ya kupinduliwa, na majaribio hayo yenyewe ya mauaji mengine yanafanyika hapo tu pembeni tu kwenye taifa la Ivory Coast, ambapo ngedhani kuwa hawa ndio wangeungana. Lakini sasa wanaunganaje wakati pale Wafaransa wana kibaraka wao waliyemtengeneza na kumwandaa kwa miaka mingi sana, kwa sababu walijua kuna watu watakaokuja kuleta figisu na kuleta shida. Ndio maana nakumbuka Ivory Coast alikuwepo bwana, alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo alikuwa anawakazia, kwa hiyo ikabidi bado wafanye kila namna wasababishe vurugu, watu wafe pale Cote d'Ivoire, alafu wamlete sasa huyu ambaye ni mtu wao, ambaye ni rais aliyeko mpaka sasa pale Cote d'Ivoire. Kwa hiyo baada ya hapo, chukua Gbagbo, peleka kwenye mahakama za uhalifu wa kivita, wanasema ameua watu 1000. Okay, nyinyi wakati mnamsapoti huyu wa kwenu, mbona watu waliuawa wengi tu? Mbona asishtakiwe huyu? Lakini mwisho wa siku haki huwa inasimama. Mmeona huyu rais wa Ufilipino mstaafu aliyestaafu juzi alikuwa anagombea umea na anaitwa Rodrigo Duterte. Mnafahamu? Juzi alikuwa anagombea umea, lakini amekamatwa huko ICC. Lakini bado pamoja na kukamatwa, bado akiwa ICC ameshinda huo uchaguzi wa umea huko alikokuwa anagombea. Yaani hiyo ni kuonyesha watu wanajua, kwa sababu Duterte alikuwa ni mtata kweli, anawakazia watu wa magharibi vibaya mno. Alafu yeye alikuwa hana mbili, hana moja, hana mbili. Yaani magaidi ambao walikuwa wanaisumbua Ufilipino alikuwa anaua. Yeye hataki kujali nini. Ndio hicho wamemkamatia, alikuwa anaua raia. Yaani magaidi kwao ndio raia huko, kwa sababu wamekubali kuwatumikia wao na kuua raia wenzao. Wamekubali kuwatumikia wao waue Waafrika wenzao. Ndio wanasema hawa sasa, wao kidili na hawa magaidi, wanasema wewe ni dikteta. Ndio haya sasa yanayoonekana hapo ya Captain Ibrahim Traore katika haya mambo ambayo yanaendelea. Kwa hiyo ndugu zanguni, ndivyo mambo yalivyo. Lakini naomba nikuambie kwa taarifa zaidi, tuna kitabu hapa ambacho kinaenda kwa laana ya madaraka, pesa na damu. Hiki kitabu ambacho utakipata tu sio kwa bei ghali sana, kwa shilingi 40,000 tu, popote ulipo Tanzania utaweza kutumiwa, na utapiga namba inayoonekana hapo kwenye luninga yako. Humu zimeelezewa habari sana za Captain Ibrahim Traore, lakini pia na Colonel Muammar Gaddafi. Yes, lakini pia unaona hata hapa pia ukiangalia sasa uwezo kaona, lakini hapa kuna picha ya nani huyu, alikuwa anaitwa Mobutu Sese Seko Kuku Bengu wa Zabanga. Wahuni waliposhika nchi, haki ilikosekana. Kwa hiyo ndio maana yake. Sasa wahuni wanaposhika nchi, haki huwa inakosekana. Ndio maana unakuta ugaidi unayatesa mataifa yetu, na ugaidi huu watu wanauawa, umasikini unaingia na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Kwa ndugu zanguni, mtapiga kwa namba hiyo hapo. Asanteni sana, ninawashukuru.